Luka 23 mstari wa 4 imeandikwa. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na mkutano. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na mkutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Sioni neno lililo ovu. Sioni neno lililo ovu. Sikiliza. Sioni neno lililo ovu. Wapi? Katika mtu huyu. Katika mtu huyu. Endelea. Nao walikaza sana wakisema. Nao wakakaza sana wakisema, huwataharakisha watu. Akifundisha katika Uyahudi yote. Tokea Galilaya mpaka huku. Pilato aliposikia hayo, aliuliza kama huyu ni mtu wa Galilaya. Na alipopata habari ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode. Kwa kuwa yeye naye alikuwapo Yerusalemu siku zile. Amen. Unaona neno hapo? Pilato ni hakimu wa dunia, ulimwengu wa kawaida wa damu na nyama. Hakuona neno ovu kwa Yesu. Hebu sema hakuona neno ovu. Hakuona neno ovu. Je, watu wanapokuangalia wewe wanaona neno ovu kwako? Come on. Niangalie mimi. Watu unapotembea, unapoambiwa umeokoka, unaposalimia na Bwana asifiwe, hawaoni neno ovu kwako? Haleluya. Watu wengi tunahitaji ushindi kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu. Baba nipe ushindi, Mungu nipe ushindi. Biblia imeeleza kanuni ya kushinda. Inasema akamshinda shetani kwa damu ya Yesu isiyo na uovu na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kama napenda Yesu sema amina. Hawakupenda maisha yao. Wewe unajipenda mno, hata kufunga unaogopa. Nikifunga nitakonda, tapoteza shepu. Shepu ikitaka kupotea inapotea tu. Sema amina. Sema amina. Nitakonda, nguo zote zitaanza kunidondoka. Mungu akitaka utaugua tu, hata kisukari tu, nguo zote utafu, hata utakosa hata ya kuvaa. Amen. Unanipata sawa? Kwa hiyo fanya mapenzi ya Mungu, watu wasione neno ovu kwako. Ni aibu kwa mtu aliyeokoka kuwa na maisha yenye mchanganyiko na dhambi. Haleluya. Kakutana na Mkristo mmoja mchinga kweli, anamwambia mwenzake, unajua mimi natembeaga, nikutana naye barabarani, watu wasijue ni mchungaji. Kwa napataga siri nyingi za watu. Wanasimuliana, wanatoka kanisani Jumapili, wanasimuliana. Yaani mchungaji wetu anasema tabia kufuatilia kadogo tu, eti dhambi kadogo tu. Uliokoka ufanye nini? Utaki kufuatiliwa dhambi? Kaa duniani, fanya mambo yako, kaa kule. Maana yoyote ya kanisa ni linaloonya watu wabadilishe mwenendo wao, wafuate mwenendo mzuri umpendezao Mungu. Haleluya. Sasa kuna watu wengine analazimisha tabu zake, shida zake, matatizo yake, ili maisha yake yaende, alazimishe watu wote waamini hilo na wasikemee dhambi hiyo. Kwa mfano, kuna mtu anakuwa ana wakaka wawili au watatu, amewapaki. Mmoja mchumba au ana mume, alafu ana wawili. Mmoja anamnunulia nguo, mmoja anamfanyia hiki. Na mchungaji akaanza kuhubiri sasa. Kuna mtu anasema, yaani kuna mtu nampenda from the heart, ila hana uwezo. Kwa hiyo inalazimika upige hatua moja mbele upate mwenye uwezo wa kukununulia kitu fulani na kitu fulani. Sasa ukaingia kanisani kwa kukutana na nyundo ya neno la Bwana. Inakutaka ikulevo, uwe sawa, ikuchonge, kwa kukutana na upanga, uwe mtu uliyenyooka. Wasisi wote hamtamwona Mungu kila mbele. Ukatoka pale, kanisa linaanza kuniboa hiyo. Linaanza kuniboa. Ndugu yangu, kama unataka kwenda mbinguni, kanisa ambalo halikemei dhambi, wewe unapoteza muda. If you want to go heaven, kanisa ambalo halikemei dhambi, eti mativila wakukute unacheza disco.
Jumapili kanisani. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Na shuhuda za kutosha. Bwana ni mwema. Disco umelisugua Jumamosi, bia umekunywa, unasuka kasuti kako na kamarashi kakupulizia na vipipia hivyo vya kifua vya kutupia humo, ujustify kwamba ni mwenye haki. Mungu hayuko namna hiyo. There is not a such God. Hakuna Mungu wa namna hiyo. Haleluya, haleluya. Hayupo. Ninakwambia tu kweli. Kwa nini mimi nafanya na wewe biashara? Mimi sifanye na wewe biashara. Mimi sifanye na wewe biashara. Mimi hata nisipohubiri injili, Mungu alinipa mikono, ni tractor. Naweza kulima bustani hapo na nikaishi. Sasa hivyo unaona mimi ni mwanaume, naweza kufanya kazi yote ya mwanaume mwingine anayofanya. Lakini siwezi kusupport dhambi. Hicho kwa sababu unatoa 1,000 sadaka, 2,000, 3,000, eti niseme tu unajua sasa hata kufundisha hayo mchungaji, watu wataondoka. Waende kama wanataka maisha ya dhambi. Yes. Mbingu gani utaenda ya wazizi? Mbingu gani ya walevi, ya makahaba? Mbingu ipi utaingia?